Unatathmini vipi utawala wa Rais William Ruto katika mwaka mmoja uliopita tangu tulipofanya hotuba kwa taifa kama hii mwaka mmoja uliopita? Kusema ukweli ni kwamba tangu afanye taarifa yake katika huu mwaka amejaribu sana kuona kwamba maisha ya wananchi yameweza kupanda juu, lakini tukizingatia hayo ni kwamba amejaribu lakini bado hajafaulu. Wakenya bado wanaishi katika hali ya uchochole, wanaishi hali ya umaskini, hali ambayo haiwezekani kama wewe ni mwananchi wa Kenya, kwa sababu tunaona kwamba vyakula, hata japokuwa bei ya unga ilishuka chini, bei ya vyakula fulani vilishuka chini, lakini vingi vyao bado viko juu, na Mkenya bado hajatosheka ama hajaweza kuishi katika maisha ya kuishi kisawasawa katika Kenya, nchi yake. Kwa hiyo tunasema kwamba amejaribu, lakini kufikisha kiwango cha kwamba amefaulu bado hiyo haijafika. Manake ODM kwa sasa inafanya kazi na serikali ya Rais William Ruto kupitia serikali ya msingi pana, broad based government. Wengi mmesema kwamba mambo ambayo ODM ilikuwa ikisimamia ndio mambo ambayo bado yalikuwa katika manifesto ya UDA. Ni kiwango kipi cha matamanio ya ODM ambacho kwa sasa kimetimizwa na serikali ya Rais William Ruto, wakati ambapo utakuwa ukijeleza ili mwananchi afahamu ni kwa nini basi nyinyi mfanye kazi na UDA? Ukweli ni kwamba kunazo sehemu mbalimbali ambazo rais ameweza kufaulu, kama wakati wa watu pengine kupigwa risasi na kupotezwa maisha yao. Hivi sasa imekoma, haiko tena. Kwa hiyo nataka kuchukua kama kongole kwa mheshimiwa rais, kwa sababu maaskari wake wameweza kuelezwa na wale wakubwa wao ya kwamba si haki kuchukua bunduki na kupigia mtu na kumuua maisha yake, isipokuwa pengine ikiwa mtu anajitetea ama yule anayekimbizana naye ni jambazi na pengine wameweza kupigana kama crossfire na risasi, alafu pengine akampata kibele. Lakini ningesema kwamba ameweza kutimiza sehemu kidogo mbalimbali, kama upande wa hili ninakwambia, upande wa cost of living ameweza kujaribu, japokuwa siwezi kumpa maksi nyingi, lakini amejaribu. Kwa hiyo upande ambao mimi nataka kusema umuhimu zaidi ni kwamba sio watu kupotea Kenya, lakini bali watu wetu kupotea katika nchi zingine. Hilo ndio swali ambalo hapo mtihani huo bado mheshimiwa rais bado. Unatarajia rais azungumzie hili leo bungeni? Leo ningeomba ikuwe mojawapo la agenda ya kwamba watu wetu wana uhuru wa kuzunguka katika East Africa. Vile hapa tukiona ndugu zetu kutoka Uganda, tukiona ndugu zetu kutoka Tanzania, Rwanda, wanatembea vile wanavyotaka, wanafanya vile wanavyotaka kama biashara zao, wanaoa vile wanavyotaka, wanaishi vile wanavyotaka na bila matatizo. Ni kwa nini Wakenya wetu wakiwa wametembea katika sehemu hizo wanaweza kupata shida? Swali ambalo rais anatakana aweze kutueleza. Swali la mwisho kabisa, na utakuwa ukiangalia kamera ukilijibu. Wana upinzani wanapendekeza mageuzi ya sheria, mabadiliko ya sheria, haswa katika sheria za uchaguzi. Ni jambo ambalo umesikia. Wewe ni mwanasheria, wewe umewahi kuwa jaji katika mahakama zetu. Ni jambo ambalo utarajia rais azungumzie hapa, na kando na rais kulizungumzia, wewe mwenyewe maoni yako ni yapi kuhusu hili la wana upinzani kuhusu sheria za uchaguzi? Sheria za uchaguzi, tuko na sheria ambazo hivi sasa kama hizo sheria zinaweza kufuatwa kisawasawa, basi kila uchaguzi unaofanywa hatungekuwa na shida. Lakini shida ni kwamba zile sheria ambazo ziko hapo hivi sasa za uchaguzi, wengi wao wanazikiuka, zikianzana na wale ambao wanaketi katika zile polling station, zikianzana na wale askari wanaotumiwa vibaya katika hizo polling station, zikianzana na wale ambao wanaangalia ukaguzi wa zile kura na wale wanaohesabu zile kura. Hapo ndio kuna madhara, sio sheria. Sheria tuko nazo, ziko sawa, sheria hazina shida kabisa, lakini ule utunzaji wa zile kura, uhesabu, watu wakiwa wanahesabu zile kura, Wakenya wanataka kuona uhaki wa zile kura zikiwa zinapigwa. Wakati mwingi sana tumekuwa tukienda katika mbio za barabarani, tukipigwa matia gas, tukiandamana, ni kwa sababu baba hajashindwa katika uchaguzi hata mmoja. Baba amekuwa akishinda uchaguzi zote zikifanywa katika mara 5, lakini utaona ya kwamba amekuwa akiibiwa wazi. Hata tukiangalia hivi sasa, unaweza kukumbuka ikiwa 2007 ilikuwa namna gani? Saa 12 mtu anaapishwa kuogopa ya kwamba Baba Raila Amolo Odinga ndio alikuwa ameshinda na zaidi ya milioni 3. Asante.
Asante. Lakini vyema nitaje kwamba alivyosema Seneta Madzayo, huenda historia ikaelezea tofauti, siwe kwamba baba hajashindwa. Manake uchaguzi ambao ulileta mushkil, uchaguzi wa mwaka 2007 na chaguzi zingine zote kuanzia mwaka 2013 ni uchaguzi ambazo zimeshughulikiwa mahakamani na mahakama ikatoa uamuzi. Kwa hiyo kama NTV ni kauli yake Senator Stewart Madzayo. Tupo na kikosi kikubwa hapa katika bunge la kitaifa, kama katika majengo ya bunge tunaye Michelle Ngele Odhiambo ambaye tutakuwa naye hapa, tuna Jane Gatweri na Fidel ambao wote tutakuwa tukiangazia hotuba hii ya rais, na bila shaka mtazamaji tutakuwa pia tukichanganua atakachosema rais na pia kuangalia ni kweli ama si kweli mambo ambayo Rais William Ruto atakuwa akilielezea taifa baadaye leo hii. Studio.